Ni Alhamisi ya Novemba 13 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi, matarajio ya wananchi. Wananchi wametaja hoja 7 wanazotamani zipate majibu kupitia hotuba ya Rais Samia anapozindua bunge la 13, waziri mkuu mpya, baraza la mawaziri, vurugu za uchaguzi navyo vyachukua nafasi. Baraza la mawaziri wa Tanzania wanatamani kasi ya maendeleo na uteuzi wa baraza jipya la mawaziri, nao wanasubiri kubainisha uwezekano wa kasi hiyo kwa kutegemea wahusika. Yaliyotokea Oktoba 29 kutokana na majeraha, vilio vya mauaji, kesi za uhaini vilivyotokana na vurugu za uchaguzi. Matarajio ni kuona Rais Samia kesho anatoa faraja, muonekano mpya unaokwenda kuponya, kuimarisha umoja. Uteuzi wa waziri mkuu, haiba, misimamo, uwezo na uadilifu wa waziri mkuu anayeteuliwa leo nao watajwa kutoa taswira ya utendaji wa serikali kwa miaka 5 ijayo. Mwelekeo wa serikali mpya. Hotuba ya kwanza ya Rais Samia kwa bunge inasubiriwa kutoa mwelekeo halisi wa serikali, mipango ya maendeleo na uimara wa bunge katika kusimamia serikali. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2, wa 3 hadi wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Lissu alianzisha upya, awapinga mashahidi. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Mrundikano wa wanafunzi mtakuja washtua. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Lissu aibuka na hoja 6 akimkataa shahidi wa siri. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. KKKT yalia yaliyojiri vurugu za Oktoba 29, yatangaza maombi ya siku 7, mawakili walaani vurugu, ACT Wazalendo yatoa hatua 9. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 hadi wa 7 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nimonia yazidi kuwa tishio kwa uhai watoto na wazee. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mshtakiwa, niliteswa kituo cha polisi huku nikimwagiwa konyagi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. COPS 30 mbegu himilivu kuteka mjadala wa kilimo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Waziri mkuu mpya katika hesabu kali, jina lake kuwasilishwa bungeni leo, wabunge watoa ya moyoni wakichora taswira ya wanayemtaka. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, wabunge wataka waziri mkuu wa kasi, bunge kumpigia kura leo, wadau wa siasa wampa ushauri. Rais Samia kutoa mwelekeo wa serikali bungeni kesho, Dr. Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Makala himiza viongozi wa dini kuomba amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. KKKT kuliombea taifa kwa siku 7. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kesi ya uhaini ya Lissu ya kwama. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. 498 wapata ufadhili masomo sekta ya afya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Uchumi wazidi kuimarika, wakua kwa 6.3% makusanyo ya vuka lengo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mgodi North Mara wavuka lengo uzalishaji. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, Dr. Mwinyi kutandika mkeka wa mawaziri leo, vyombo vya habari kutangaza moja kwa moja. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Mrithi wa Majaliwa kujulikana leo.
Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. UNICEF kusaidia ulinzi vyanzo vya maji. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Macron aionya Israel kutaka kunyakua ukingo wa Magharib. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima. Mrithi wa Majaliwa hadharani. Jina la waziri mkuu mteule kuwasilishwa bungeni. Wabunge kuthibitisha kitendawili cha naibu spika kuteguliwa leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Jinsi ya kuondoa uvimbe katika kizazi bila upasuaji. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 12 hadi wa 13 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Samiko Tirdo kufanya utafiti wa madini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Serikali kuboresha mfumo utoaji gawio. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. 2015 hadi 2025 ni kipindi cha miaka 10 ambacho Kassim Majaliwa amekuwa waziri mkuu wa Tanzania aliyeteuliwa mwaka 2015 kushika nafasi hiyo. Jina la mrithi wake aliyeteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan litawasilishwa bungeni leo na kuthibitishwa na wabunge. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukihamia katika gazeti la Majira, moshi mweupe bungeni, waziri mkuu kujulikana, wabunge waeleza matarajio yao kwake, wataka mchapakazi atakayesimamia miradi ya serikali. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Mawakili wa serikali walaani machafuko ya siku ya uchaguzi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Ngome ya vijana ACT yatoa tamko vurugu za uchaguzi. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Nabii mkuu George Devi ateuliwa balozi mwakilishi wa UNPAF. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Wachimbaji madini wadogo Simiyu waiangukia serikali. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. Rais Colombia kusitisha ushirikiano wa kijasusi na Marekani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Mawakili wa serikali walaani vurugu, mauaji na uharibifu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, na kusimtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.